Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule Narok County kwenye eneo la Ang'ata Barikoi. Kuanzia hapo jana watazamaji wangu, maelfu ya wananchi walikuwa wameingia kwenye maandamano, walikuwa wamefunga barabara, wanataka kujua kiongozi wao yuko wapi. Joanna Kamila ni kiongozi kutoka kule kwenye jamii ya Wakipsigis na alitoweka takriban zaidi ya wiki moja sasa hivi, ajulikani mahali ambapo aliko. Wananchi wamekuwa wakimtafuta, wananchi wamekuwa wakiuliza maswali yasiyo na majibu, na sasa hawana lingine ila kuingia kwenye maandamano ili kuishinikiza serikali ya William Samoei Ruto kumtoa huyu kiongozi wao mahali ambapo alipo. Je, alitekwa nyara, alishikwa ama alipelekwa wapi? Kwa sababu ni baada ya zile vuta ni kuvute ambazo zilishuhudiwa kwenye mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir, ndio huyu Joanna Kamila alitoweka. Hata kwenye hayo mazishi watazamaji wangu hakuweza kufika, na sasa ni zaidi ya wiki moja. Kiongozi wao yuko wapi? Yuko kwenye mikono ya serikali ama walimpeleka wapi? Sasa hili swali watazamaji wangu linaendelea kuleta hali ya wasiwasi. Barabara zinaendelea kufungwa, wananchi mpaka wametoa onyo kwa serikali, wamepatia serikali ya William Samoei Ruto siku 2 waweze kumtoa kiongozi wao, na wasipofanya hivyo basi wananchi wako tayari sasa kuchukua sheria mikononi na kujipeleka wao wenyewe mpaka kwenye ofisi za polisi wakitaka kiongozi wao. Hawa watu wa Kipsigis kutoka kule Kilgoris watazamaji wangu sio watu wa kuchezea, kwa sababu mnakumbuka wakati kulikuwa na mzozo wa ardhi kule Ang'ata Barikoi, ni hawa ambao walihusika kuwaua maofisa wa polisi, na kwa hivyo hatujui ni kiwango gani ambacho wanaweza amua kuingia ground ili kutafuta haki kwa kiongozi wao. Kabla ziendelea kuwafahamisha zaidi watazamaji wangu kuhusiana vile hali ilivyo sasa hivi, wakati wananchi wanaendelea kuandamana wakimtaka kiongozi wao Joanna Kamila, na wakumbusha mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ami habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Kwa majina mimi naitwa Kipkurui Birech Alias Mbegu. Tunasikitika sana kusikia kwamba mtu hajapatikana siku 9 zilizopita. Mulikuja mashishi ya Honorable Ngeno, mukasika Ngeno na kuchukua mwingine. Wale watu walipiga Kamila tunawajua. Mwingine ni afisa wa polisi. Wengine tunawajua. Wengine ni ma-MCAs. Na tunashangaa serikali wala kimya. Munafikiria mama yake anafikiria nini? We want to ask the government to produce Kamila whether alive or dead. Kama mumeua mtupe mwili tusiki. Hauwezi kuchukua maisha ya mtu kama mchezo. Kama mlihusika kuua yeye, letea sisi tusike hapa nyumbani. Wale tunapea nyinyi siku 2. Kama mtatupea Kamila tunaenda mpaka Mugondo bali mlikopa. Sisi tunasema tunataka amani, lakini hamwezi sika mwingine na kuchukua mwingine. Tafadhali mtusaidie mtu. Mimi ninaitwa Arab Teta kutoka Ang'ata Barikoi. Siku ya leo tumekaa, mtu wetu ambaye anaitwa Kamila anatoka Ang'ata Barikoi amepotea. Saa hii ni wiki moja. Tukiuliza mtu wetu na tujaiona mali iko. Tunataka tuwaulize serikali kama mumehusika kushika Kamila. Hatukatai mushike, lakini mtuambie hapo kwa jela kani. Tunataka serikali mtuambie mumeweka wapi. Kama mumeua museme tumeua. Sisi tunasikitika sana. Mama yake saa hii bibi yake ako na mtoto ya wiki moja. Saa hii ameteseka, anatembea kwa barabara na mtoto mdogo. Na sisi kama Ang'ata tunataka mtu wetu. Tunataka mtu wetu, serikali tafadhali. Kwa majina naitwa Agnes Yegon ama Joylin. Kamila tuambiwe kama ako sawa ama aliwawa. Hiyo ndio demand tunauliza. Na tunajua serikali wanatuona na serikali wanatufuatilia. Ile kitu tunatoa siku ya leo. Unaona watoto wa Kamila vile wanalia, familia mzima wanalia. Ile kitu tunauliza serikali. Murkomen, wewe ni mtu wa Indiria. Ujitokeze useme Kamila alishikwa sababu gani na ako wapi, ndio watu watulie. Ile kitu tunataka tujue Kamila amewekwa wapi, ako kasodi gani, tujue hako, na hata watu waende waangalie wajue Kamila nako. Ndio waendelee, badala muweke yeye gotini ndio tujue Kamila amefanya makosa.
Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi pale ground. Wa mama, wa baba, wazee wote sasa hivi wako barabarani, wanataka kiongozi wao, wanataka mtetezi wao. Walimpumzisha Joanna Ng'eno ambaye ndio alikuwa mtetezi wa Kipsigis, na sasa huyu Joanna Kamilan ambaye ndio alikuwa anaonekana kuendelea kuwatetea, pia naye hajulikani ako wapi. Na sasa wanaiomba serikali ya William Samoei Ruto iharakishe kupeana huyu kiongozi kwa wananchi, kwa sababu endapo hatojitokeza chini ya siku 2 ambazo wameweza kuzipeana, basi huenda maandamano yakazidi kuwa makubwa, shughuli za usafiri zikatatizika, shughuli za biashara zikatatizika kule kwenye eneo la Emurua Dikiri, kule kwenye eneo la Ang'ata Barikoi. Nakwambia hapa watazamaji wangu, lakini sijui nyinyi mko na ujumbe gani ama mko na maoni gani kuhusiana na kutoweka ama kupotea kwa Joanna Kamilan, mmoja ya viongozi kutoka kwenye jamii ya Wakipsigis, ambaye kwa kipindi kimoja alitoa onyo kwa viongozi kutoka kule Nandi. Akasema ya kwamba hataki kuona Wanandi kwenye mazishi ya Joanna Ng'eno, lakini wakati yale mazishi yalikuwa yanafanyika, kitu cha kwanza yeye hakuwa pale. Hatujui alikuwa wapi, na ni kutoka kipindi kile amepotea, hajakuwa akionekana machoni pa watu, hajakuwa akizungumza, na sasa kimya chake kimeanza kuleta hali ya wasiwasi pale Ang'ata Barikoi, kwani kiongozi wao yu hai ama ameiaga dunia. Unaona, wengine wanasema ya kwamba wanataka kiongozi wao akiwa hai ama amekufa. Enough is enough. Hawatompumzisha Joanna Ng'eno alafu tena kiongozi mwingine apotee kwa njia ambazo zisizoeleweka. Wewe mtazamaji wangu, unaona kweli huyu kiongozi anaweza kuwa alipotelea wapi? Je, yuko chini ya maofisa wa polisi, yuko chini ya serikali, ama pengine tu ni yeye mwenyewe ameamua kukimya kwa sababu zake yeye mwenyewe? Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msenda mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.